Una stress? Kuja kama una stress na msongo wa mawazo. Leo tunaenda kuangalia namna ya kushinda msongo wa mawazo, na tunaita stress kwa Kiingereza. Watu wengi wanachanganya kidogo haya mambo, leo nitayaweka bayana. Kuna neno linaitwa depression. Wahi kusikia hili neno depression? Depression ni kuwa na mawazo mengi sana yasiyo na majibu, lakini ya vitu ambavyo vilishatokea, ulishasababishiwa au ulishasababisha. Kama uliwahi kuua, uliwahi kukosea, uliwahi kutelekezwa, ni mambo ya kale. Depression kwa ni mawazo yasiyokuwa na majibu, lakini kuhusiana na vitu vilivyopita, vinavyoumiza. Alafu kuna kitu kinaitwa stress. Sasa stress yenyewe ni mawazo ya vitu ambavyo havina majibu, mawazo mengi, uchovu wa mwili, lakini kwa sababu ya kitu ambacho kimetokea au kipo sasa hivi, kitu ambacho kinaendelea sasa hivi. Kwa hiyo tunapoongelea depression ni kitu ambacho kimepita, ni kitu ambacho kiliwahi kutokea, kiliwahi kufanyika, lakini bado kinakukula, bado kinakutafuna, bado kinakuangamiza. Lakini stress ni kile kitu ambacho kipo na kinaendelea na kinafanyika au kimeshafanyika kwenye wakati ambao umetimia, lakini bado kinaendelea, kipo kwa wakati huo. Hiyo ndio stress. Lakini kuna kitu kinaitwa anxiety. Naamini haya maneno umewahi kuyasikia. Sasa anxiety na yenyewe ni kitu ambacho unawaza jinsi ambayo huna majibu. Mawazo yamekuwa ni mengi, yamekuwa hayana majibu kwenye moyo wako, lakini kuhusiana na vitu ambavyo vitatokea. Kwa hiyo depression inahusika na past, alafu stress ni present, alafu anxiety ni future. Kwa hiyo kuna watu kesho itakuwaje? Nitakosa, nitaibiwa, nitatapeliwa. Huyo ana anxiety. Anawaza mambo ambayo yatatokea huko mbele. Sitaolewa, nitakufa. Nimeshaambiwa naumwa, nitakufa. Kwa hiyo ana msongo wa mawazo kuambatana na kile kitu ambacho kitatokea. Ana hofu ya kile ambacho kitaenda kutokea. Hizo ndo zinaitwa anxiety. Sasa stress ni mkandamizo wa uchovu wa mwili na akili ambao unaweza ukawa umesababishwa na haya mambo yoyote ambayo nimeweza kuyasema, mambo ambayo yameweza kuharibu kwenye maisha yako. Na stress inapotokea inafanya mwili unachoka, inafanya akili inachoka, utulivu wa nafsi haupo, na mtu anakosa kabisa, anakosa hamu ya maisha, anakosa hamu ya kula, anakosa hamu ya kufanya kazi, anakosa hamu ya kuendelea na maisha, anakosa hamu, ana loss of appetite. Hiyo ni dalili ya kwanza. Mtu huyu anaanza kuingia kwenye hali ya kutamani kufanya vitu ambavyo saa nyingine viko nje ya uwezo wake. Anatamani aweze kuvifanya, kwa hiyo anafanya vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wake, na kwa sababu viko nje ya uwezo wake vinampa mawazo mengi. Na kwa nje ya uwezo wake ni relevant, yani ni jambo ambalo linategemeana mtu na mtu, kwa sababu kuna mwingine yeye liko nje ya uwezo wake na mwingine aliko nje ya uwezo wake. Sasa kuna dalili kwanza, kabla tujaangalia. Ukiziona hizi dalili uko nazo wewe mwenyewe au anazo mtu mwingine, ujue huyu tayari ni mtu mwenye stress na msongo wa mawazo, kwa sababu dalili hizi zinaonekana, ni dalili ambazo zinaweza zikaonekana kimwili, lakini pia ni dalili ambazo zinaonekana kiakili. Kwanza kabisa ni pale hapa ambapo mtu anachoka kupita kiasi. Yaani anachoka kupita kiasi. Akijiuliza amefanya nini au ni kama amefanya kitu, anakuwa amechoka, mwili umechoka au akili yake inakuwa imechoka. Au anaweza akawa anawaza sana na kushindwa kupata majibu. Pale ambapo anawaza sana, anafikiria sana, lakini hapati majibu. Hii ni dalili mojawapo ya mtu ambaye ana msongo wa mawazo. Pale ambapo pia huyu mtu anaweza akawa ana mlipuko wa hisia, kwa mfano kama hasira, anakuwa ana hasira kupita kiasi, anakuwa kasirika, anaweza akawa na nuna, anaweza akawa anaghadhibika, anaweza akawa
anasukumwa na hisia kupita kiasi. Lakini pia pale ambapo anaweza akawa anashuka taratibu kufanya uamuzi wake wa kawaida, hizo ni dalili za mtu mwenye msongo wa mawazo. Uwezo wake wa kawaida unaanza kushuka. Lakini kama ambavyo nilikuwa nimesema awali, anaanza kupunguza appetite ya kufanya mambo. Kama ni kazi anapunguza. Kama alikuwa anakula chakula anaanza kupunguza, ana skip meal, anapakua kidogo, ana tofauti na ambavyo alikuwa anafanya. Anaanza kupunguza, yani amepoteza hamu ya kulala. Kama alikuwa analala vizuri, saizi halali vizuri. Anaanza kupoteza hamu ya vitu mbalimbali. Alikuwa anaenda kazini, saizi hafanyi. Alikuwa anafanya kazi zake, saizi hafanyi. Huyo tunasema anakuwa amepoteza hamu. Anaanza kupoteza, na ndio maana wengine sasa wanafika anapoteza hata hamu ya kuishi. Anaona hamna haja tena ya kuishi. Lakini pia saa nyingine mtu mwenye msongo wa mawazo anaweza saa nyingine akawa na athari zifuatazo ambazo zinaweza zikawa ni athari za msongo wa mawazo. Kwanza, anakuwa anapungua katika utendaji. Mtu mwenye msongo wa mawazo hawezi kufanya vitu kwa usahihi kama ambavyo anapaswa kufanya. Anafanya kazi kwa viwango vidogo, kwa ubora mdogo. Anakuwa anafanya kwa ubora mdogo sana. Lakini pia anaweza akawa ana magonjwa ya mwili kama shinikizo la damu, magonjwa kawaida ya mwili. Huyu ni mtu ambaye anaweza akawa na msongo wa mawazo. Lakini ni mtu ambaye anaweza akavunjika kwenye mahusiano kwa sababu ana msongo wa mawazo. Anaweza akajitenga na watu, anaweza asitamani kuwa na watu, lakini pia watu wenyewe wanaweza pia wakawa wanamkwepa. Sasa kitu cha muhimu na cha msingi kabisa ni namna ya kushinda msongo wa mawazo. Kwanza kabisa, ili uweze kushinda msongo wa mawazo, kumbuka hii dunia ina mambo ambayo yataharibika. Kuna mambo hayataenda sawa. Kwa hiyo usijipe matarajio makubwa yasiyo na uhalisia. Kwa mfano, kuna watu wanaamini maisha yao yatakuwa ni kama mstari tu hivi. Maisha kumbe yanaenda hivi, zigzag. Kwa maisha yanaweza yakaenda kwa kama zigzag. Usiamini sana katika kupata. Usiamini sana kwamba itakuwa tu sawa. Usiamini, yani kukubali kwamba pia matatizo, dhiki, tabu na saa nyingine zitatokea kwenye maisha. Hiyo itakusaidia. Ule wakati wa matatizo unapata nguvu ya kuvuka. Ule wakati wa matatizo ni kama wale watu ambao wanakuwa wanaogelea kwenye wanacheza ile michezo ya kwenye mawimbi. Kuna wimbi linakuja, anajua kabisa hapa anaenda kupigana na wimbi. Kwa hiyo usidhani kwamba maisha yatakuwa kama saa ni mteremko. Kuna saa itabidi upande. Kwa hiyo hilo ukiliweka kwenye akili yako, kwanza kabisa itakuweza kukusaidia ule wakati ambapo matatizo yatatokea kwenye maisha yako, hutakuwa na msongo wa mawazo. Kitu kingine, ukiwa una msongo wa mawazo au kabla hujapata msongo wa mawazo, hakikisha unaipanga siku yako. Panga siku yako, panga maisha yako. Uwe ni mtu ambaye hausubiri majanga yatokee ndio unawaza. Watu ambao wanapanga, utafiti unaonyesha wa kisayansi ya kwamba watu ambao hupanga maisha yao, hupanga siku zao ziwe zinakuwa zina ratiba mbalimbali, ni watu ambao hawaishi kwa matokeo tu kwamba kitu kimetokea. Ni watu ambao ni mara chache sana wanapatana na kitu ambacho kinaitwa ni msongo wa mawazo. Lakini pia wakati mwingine shughulikia mwili wako, kwa sababu wakati wa msongo wa mawazo unaweza ukawa ni mkubwa zaidi kwa sababu mtu ameanza kukwepa kushughulika na mwili wako. Hakikisha unakula, unajijenga, unafanya mazoezi, unalala, unashughulika mambo ambayo yanahusu mwili zaidi. Shughulika na mwili wako. Pale kama kuna hitajika dawa za kitabibu, ule wakati ambao umeugua, kichwa kinauma, kisha unashughulika na mwili wako. Jenga mwili wako pia. Lakini pia pumzika. Mawazo yanapotoka, pumzika. Nilikuwa nawaza Mungu aliumba afu anapumzika. Mungu anaumba siku moja anapumzika. Mungu anaumba anatenda pumzika. Ndivyo hivyo. Pumzika, jipe wakati wa kupumzika. Lala. Na saa nyingine kama unaweza ukaweza safiri, toka, nenda mahali,
enjoy, furahi, pumzika. Kisha tu na pumziko la mwili na pumziko la akili. Lakini pia kitu kingine cha muhimu, zungumza. Na ndio maana ni muhimu ukatafuta mtu ambaye unaweza ukawa unamwamini, ni rafiki yako, ni ndugu yako. Wapo watu wanasema watu sio waaminifu, ukiwaambia watu wanaweza wakakuharibia, lakini wapo watu wa muhimu. Si hata wewe ni mtu wa muhimu, si hata wewe kuna watu wakikwambia unajisikia kuwasaidia, unajisikia vizuri. Kwa hiyo zungumza, ongea na mtu, usibaki mwenyewe. Lakini pia hakikisha kitu kingine, unashirikisha maombi. Ukiwa na msongo wa mawazo, usikwepe maombi, usikwepe ibada. Omba. Hapo ndio nguvu ya Mungu huwa inaanza kuanzia pale ambapo tunakuwa tumeishiwa. Kwa hiyo ukiwa unaomba, inakupa nguvu ambayo sio ya kawaida. Unapata nguvu ya kiungu na utajikuta maisha yako yanaweza kuendelea na kuwa ya kawaida. Kwa hiyo Mungu akusaidie, hizo njia zinaweza zikakusaidia kutoka kwenye msongo wa mawazo. Sijui ni wapi ambapo pamekubariki na ambapo panaweza kusaidia kwenye maisha yako. Ukiziona dalili kama nilizozisema, msaidie. Tumia hizi njia kumsaidia mtu mwingine. Tumia hizi njia kujisaidia wewe mwenyewe, na Mungu atakusaidia kuepukana na msongo wa mawazo. Asante.